Mkoa wa Geita ni kati ya mkoa ambao una changamoto kubwa sana ya wimbi wa wahamiaji haramu. Kamati ya Ulinzi na Usalama kwa kupitia mwenyekiti wetu wa Ulinzi na Usalama, Mheshimiwa Martin Shigera, tunao mkakati sasa hivi wa kupambana na wahamiaji haramu. Na operation kubwa inafanyika. Ndani ya mwezi wa 4 peke yake tumekamata wahamiaji haramu zaidi ya 450 ambao baadhi yao wamefungwa na hatua mbalimbali zinaendelea kuchukuliwa. Kwa nitoe wito kwa wananchi, wewe kama unamtunza mhamiaji haramu, hilo ni kosa kisheria. Tukikukamata tutakushtaki kwa kosa la kupokea na kumtunza mhamiaji haramu. Kwa hiyo tutafutane, tuchunguzane, kwa sababu asilimia kubwa wanavyosema, naendelea kusisitiza, uhalifu unaofanyika mkoa wa Geita, wahamiaji haramu wanahusika kwa asilimia kubwa. Hata hizi vurugu ndogo ndogo zinazotokea za aina mbalimbali, ukikuta huyo mtu hana asili ya Geita, aidha ni muha ambaye na huko uhani kwao hana asili hiyo, au watajiita ametokea Kagera lakini uhalisia wake ni uhamiaji haramu kutoka Rwanda, kutoka Burundi, lakini pia tumekamata katika hayo makundi paka wahamiaji haramu kutoka Uganda. Kwa nitoe wito kwa wananchi kuendelea kutoa ushirikiano na jeshi la polisi kutoa taarifa za wahamiaji haramu, lakini pia jeshi la uhamiaji kwa pamoja tunashirikiana kuhakikisha kwamba tunapunguza hili wimbi la uhamiaji haramu Geita. Lakini mkoa wa Geita tunaendelea na operation kali. Tunakamata watoto ambao wanazurura ovyo mitaani baada ya saa 12 bila shughuli maalum, lakini wale wanaotumwa kutembeza biashara. Lakini wengi wamejiunda kwenye vikundi vya uhalifu na wanaishi kwenye nyumba zenu. Na wewe mwenye nyumba ambaye tukifanya operation tukikukuta umeweka kundi la vijana 5, 10 kwenye chumba kimoja, na wewe pia utakuwa mtuhumiwa wa kuwatunza hao vijana ambao hatimaye wanakuwa wahalifu. Kwa hiyo nitoe wito, kama wewe ni mwenye nyumba umepangishwa chumba kimoja, wanaishi vijana wadogo wamechanganyika na wasichana ndani ya chumba kimoja, hatutakusamehe kwa sababu kufanya hivyo ni kosa. Kwa hiyo tunaendelea kupambana nao, na niwaombe wananchi wasifiche uhalifu. Ukipata tukio la uhalifu, njoo utoe taarifa, maana saa nyingine tunakamata TV lakini hakuna kesi iliyowahi kufunguliwa ya kuvunjiwa mtu nyumba na kuibiwa hizo TV. Tunakamata nyaya lakini unakuta hakuna kesi ya mtu kuvuliwa nyaya zake za umeme ndani ya nyumba yake. Kwa hiyo ni matukio ambayo wale vijana wanayakiri baada ya kuyakamata na wanatuonyesha hivyo vitu walivyoviuza, lakini unakuta chanzo cha hicho tukio na kuharibu. Endelee kutoa wito, wananchi waendelee kuliamini jeshi lao. Tuko